Kipimo cha HV kinaweza kikawa kama hichi hapa. Kwa vitu ambavyo unatakiwa kuwa nacho, kwanza ni kipimo chenyewe. Alafu cha pili, safisha katika kidole cha mgonjwa wetu ambacho ndio hichi. Ambacho ndio hichi hapa. Vizuri kabisa. Tunaacha pakauke. Baada ya kukauka, kufuatana na wingi wa damu. Kama damu ni nyingi, utaweka matone 2 hadi 3. Lakini kama damu ni chache, basi unaweka tu tone 1 na kutoka hapo utaacha. Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya elimu na afya. Leo tutaenda kuangalia jinsi ya kupima HIV ukiwa nyumbani bila usaidizi wa daktari. Jinsi ya kupima HIV nyumbani bila usaidizi wa daktari. Pamoja na hivyo, tutapata kuangalia aina tofauti ya vipimo ambavyo vinatumika kwa hapa kwetu nchini Tanzania, lakini tutapata kuangalia pia vitu muhimu ambavyo unahitaji kuwa navyo ili uweze kupima HIV nyumbani bila usaidizi wa daktari. Lakini pia tutaangalia ufanisi wa vipimo hivi, lakini pia tutapata ushauri kwa ndani kabisa, mambo gani ya kuzingatia ili mtu uweze kupima, lakini pia upime kwa muundo upi. Yani je, ukipima tu mara moja inatosha au upate kurejea kupima tena, na upime baada ya muda gani toka umepima mara ya mwanzo. Pamoja nami naitwa Nguvila Musa. Ungana nami mpaka mwisho, na kama mara yako ya kwanza unakutana na video zetu, basi upate kusubscribe, lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili basi usipitwe na updates zetu tutakazokuwa tunapakia siku hadi siku. Mpenzi mtazamaji, pengine ushawahi kusikia kwamba kuna vipimo ambavyo mtu anaweza kupima HIV bila kufika hospitali, na yamkini ushawahi jiuliza kuhusiana na vipimo hivyo kama ni kweli ni vipimo ambavyo vinaweza vikasaidia kujua status ya afya ya mtu au ni uzushi. Sasa leo tutaenda kuangalia kwa upana kabisa kuhusiana na jambo hili, na nikutoe hofu tu kwamba tutapata kuelezea kwa wazi kabisa na kwa kitaalamu, na baada ya kutizama video hii utaweza kupata kupima mwenyewe huko uliko, na majibu ambayo utakayopata yatakusaidia kujua afya yako kwa hali halisi ilivyo. Sasa tupate kuangalia ni vitu gani ambavyo unahitajika kuwa navyo ili kupata kupima HIV AIDS. Sasa vitu ambavyo unapaswa kuwa navyo, cha kwanza kabisa ni kipimo chenyewe ambacho kama hii hapa. Hii ni mfano tu, viko vipimo vya aina nyingi, tutaenda kuangalia hapo kwenye paragraph inayofuata, lakini kwa utangulizi tu kwamba kipimo cha HIV kinaweza kikawa kama hichi hapa. Kwa vitu ambavyo unatakiwa kuwa nacho, kwanza ni kipimo chenyewe. Alafu cha pili, unahitaji kuwa na alcoholic swab, ambayo hii swab ni ya kufutia pale ambako unatoboa kwa ajili ya kutoa damu. Sasa kwa hapa leo alcoholic swab yetu ni hii hapa. Ndio hii inakaa hivi, ndio hii hapa. Vizuri kabisa. Lakini pia unapaswa kuwa na prika, ile kitu ya kutobolea pale ambako unatoa damu, ambao kwa leo ndio hii hapa, ndio hii. Alafu kitu kingine ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kale ka dropper kwa ajili ya kuchukulia damu pale ambako umetoboa, ambapo kwa sasa kwa hapa leo dropper yetu ndio hii ambayo inaonekana hivi. Hapa. Alafu kitu kingine ambacho unatakiwa kuwa nayo ni bafa. Bafa
kwa jina ambalo limezoeleka sana huko mtaani wanasema ni ile maji ya kipimo. Maji ya kipimo inategemeana na aina ya kipimo. Kwa mfano kipimo ambacho tuko nacho leo hapa, bafa yake inafanana hivi, ambayo ndio hii. Kama unavyoona hii inafanana hapa. Hii inaitwa Bioline, na pia bafa yake hapa imeandikwa Bioline. Lakini inaweza ikawa bafa ya muundo mwingine. Kwa mfano kipimo kama Unigold, ya bafa yake yenyewe inakuwa namna hii, kama unavyoiona hii hapa. Hii ni Unigold, ambacho yenyewe kipimo chake kinakuwa cha muundo wa tofauti kidogo. Kina muundo kama huu hapa. Muundo wake ni huu hapa. Hii ni Unigold ambayo inakuwa hivi. Lakini pia hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa kabla haujaanza kufanya vipimo. Cha kwanza ni kusafisha eneo ambalo utakalotoboa kwa ajili ya kuchukua damu. Hizi hapa ndio vifaa vyetu ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo cha kwanza ni kutoboa ni kusafisha eneo ambalo utakalotoboa kwa ajili ya kuchukua damu. Utasafisha na swab. Baada ya kusafisha vizuri kabisa, utaacha pakauke. Usifute wala kushika sehemu nyingine yoyote, iwe kwa nguo au katika meza au katika sehemu nyingine yoyote. Kwa hapa sasa tutaanza na kuandaa kipimo chetu ambacho ndio hichi. Kipimo chetu ambacho ndio hichi sasa, ambacho ndio hichi. Tutaandaa kwa kukifungua kutoka kwenye hii pakiti yake. Kisha fungua hapo, kitakuwa na muonekano kama huu hapo. Huu ndio muonekano baada ya kukifungua kutoka kwenye pakiti yake. Hatua inayofuata tumesema tunasafisha sehemu ambayo inapaswa kutoboa kwa ajili ya kuchukua damu, ambapo kwa hapa tunasafisha katika kidole cha mgonjwa wetu ambacho ndio hichi. Ambacho ndio hichi hapa. Vizuri kabisa. Tunaacha pakauke. Baada ya kukauka, tunapata kuvunja hii prika yetu, ambapo hii prika inakuwa namna hii. Baada ya kuvunja, basi kutoka hapo tunapata kutoboa mgonjwa wetu hapa. Tayari mkono wake uko vizuri, tutapata kutoboa tu vizuri namna hii. Ambapo inakuwa namna hii. Sasa niweke angalizo kwenye kutoboa. Hatutoboi katika ncha ya kidole, tunatoboa pembezoni kidogo ya kidole, ambako hapa ndio damu kutokea. Kwa hiyo tunatoboa hapa pembeni, sio katika ncha ya kidole. Kwa hiyo tunatoboa hapa. Baada ya kutoboa sasa, itakiwa tuchukue damu yetu kwa kutumia hii prika, hii dropper, ambapo tutafanya namna hii. Alafu kutoka hapo tunakuja tunadondoshea hapa. Tunadondoshea hapa. Tunadondoshea hapa damu yetu ambayo ni sample. Vizuri kabisa hapo. Baada ya kuweka hii sample yetu ambayo ni damu, kutoka hapo tunaongeza bafa au maji ya kipimo kama ilivyozoeleka na watu wengi. Maji ya kipimo ndio haya hapa tutaweka. Hii unaweka wingi kufuatana na wingi wa damu. Kama damu ni nyingi utaweka matone 2 hadi 3. Lakini kama
damu ni chache, basi unaweka tu tone moja, na kutoka hapo utaacha inaendelea kureact hapo, ambapo kipimo chetu tunakiweka hapo pembeni. Wataalamu au watengenezaji wa vipimo wanashauri kwamba kipimo kisomwe kati ya dakika 5 hadi dakika 20 toka umeweka buffer. Kwa hivyo tutasubiri hapa kwa muda wa dakika 5 hadi dakika 20. Kama unavyoona kinaendelea hapo kureact. Kwa hivyo tutaweka pembeni ili tupate kuangalia. Lakini kuna aina nyingine ya kipimo ambacho nilikionyesha hapa, ambayo inaitwa Uni-Gold, ambayo ndio hii. Uni-Gold ambayo ndio hii, kama unavyoiona hapo. Tunapata kuweka damu, nataka kuweka hapo tunapata kuweka buffer kama unavyoona hapo. Alafu kutoka hapo tunasubiri pia kiendelee kureact kama hichi kingine kinavyoendelea kureact. Ikumbukwe kwamba baada ya kutumia hizi pricker, ukimaliza tu hii pricker inatakiwa iko namna hii. Baada ya kuitumia inatakiwa kuifunga namna hii. Itakuwa namna hii. Sasa tupate kuangalia kwa makini, je, hivi vipimo viko vya aina ngapi na ufanisi wake ukoje? Sasa wakati tunaendelea na kusubiri kipimo chetu kiendelee kureact, tupate kuangalia kuna aina ngapi za vipimo ambazo zinatumika kwa hapa Tanzania. Kwa hivi vipimo ambavyo mtu anaweza kupima mwenyewe bila kufika hospitali, ziko aina kama 4 hivi ambazo mtu anaweza kupima mwenyewe bila kusaidizi wa daktari au bila kufika hospitali, ambapo aina ya kwanza inaitwa Determine. Hii Determine kwa sasa hivi hapa kwetu haitumiki sana. Ilikuwa maarufu sana miaka ya nyuma, lakini kwa sasa hivi haitumiki sana hii aina ya kipimo, ambapo kipimo hiki kilikuwa kinafanana sana na kama unavyoona ile UPT ile ya kupima ujauzito. Muundo wake ndio ulikuwa kama vile, isipokuwa yenyewe ni kwa ajili ya kupima HIV. Kipimo hiki kilikuwa na mapungufu kadhaa, na nadhani pengine hii ndio sababu iliyopelekea kiondolewe katika orodha ya vipimo ambavyo vinatumika. Kipimo hiki kiko very sensitive, yani sensitivity yake ni ya hali ya juu sana, almost ni 99 point kadhaa. Lakini ubaya wa hichi kipimo ni kwamba hakiko specific, yani hakikuwa specific kiasi kwamba mtu akiwa na serious infection ya vimelea wengine kinaweza kikasoma positive. Sasa kutokana na hiyo mapungufu, kikaondolewa katika orodha ya vipimo ambavyo vinatakiwa vitumike Tanzania. Aina ya pili ni hii inaitwa OraQuick. Hii OraQuick yenyewe inatumia mate, ambapo muundo wake unakuwa hivi kama unavyoona hapo, na mgonjwa au yule anayepima atalazimika tu kupata hii swab ya kinywa au mate katika kinywa, hasa upande huu wa juu wa kinywa, ambapo ukiweka reagent itapata kureact. Na aina nyingine ya tatu inaitwa SD Bioline. Sasa hapo kwenye SD Bioline ziko SD Bioline za aina mbili. Kuna ambayo inapima HIV peke yake, inakuwa kama hivi, na ambayo inapima HIV pamoja na syphilis, yani kaswende, ambapo ndio hiki ambacho tumetumia hapa, ambacho ndio hiki. Kama unavyoona hapa kuna sehemu ambayo ni ya C, alafu kuna sehemu ambayo ni ya imeandikwa 1, imekuwa indicated 1, na kuna sehemu imekuwa indicated
2. Sasa aina nyingine ya kipimo ndio kama hiki ambayo inaitwa Uni-Gold. Uni-Gold yenyewe kwa hapa kwetu Tanzania inatumika kama kipimo kwa ajili ya kufanya confirmation baada ya kupima kwa kipimo kile cha BioLine na ikaonekana huyu mtu labda kimesoma positive. Sasa tukitaka kuconfirm tunapata kutumia hii Uni-Gold kwa ajili ya kufanya confirmation. Sasa utofauti ukoje? Kwa nini tunafanya confirmation na Uni-Gold? Uni-Gold yenyewe ina less sensitivity lakini ina high specification, yani kwamba hii ina sensitivity yake iko chini lakini iko specific, yani ina detect only antibodies kwa mtu ambaye ana HIV. Yani yenyewe haiwezi ikadetect shida nyingine isipokuwa ni HIV tu. Na aina ya mwisho ya kipimo ambayo kwa Tanzania inatumika ni hii inaitwa NAT, yani NAT. Kwa kirefu chake inaitwa nucleic acid test, au sehemu nyingine utakuta wana item kama PCR. Sasa aina hii ya kipimo mara nyingi ndio kipimo cha moja kwa moja na kina ufanisi wa hali ya juu sana, kwa sababu hichi kinapima DNA au RNA ya HIV virus mwenyewe. Hii haipimi antibodies au antigens za mtu, kwamba tuangalie response ya antibodies au mwili baada ya kupata HIV. Yenyewe inapima moja kwa moja DNA ya kirusi mwenyewe, yani uwepo wa kirusi mwenyewe. Na hichi kipimo chenyewe kina detect haraka zaidi. Yani kwa kawaida hizi vipimo ambazo nimeelezea hapo juu zina uwezo wa kudetect kuanzia siku 21, siku 23 hadi siku 90 baada ya maambukizi. Kuna kipindi hapo huwa kinapita ambacho tunaita ni window period au latent period. Sasa hii kipimo cha PCR au nucleic acid test chenyewe hakinaga hiyo window period au latent period. Chenyewe kina detect shida hii ya HIV hata kama mtu labda amepata maambukizi mwezi mmoja tu uliopita. Na jambo jingine la kukumbushia hapo japo kwa uchache ni kwamba ukipima leo na kukutikana labda hauko na HIV, isiishie hapo. Inapaswa upate kujizuia kwa kutumia kinga, labda kama unakutana na mpenzi wako, au usipate kushiriki hadi miezi 3 angalau, kwa maana ya siku 90, ndipo upate kurudia tena kupima. Na hapo sasa kama itasoma tena negative, basi itakuwa ni kweli uko salama, na kutoka hapo hatua zingine za tahadhari ziendelee kuzingatiwa. Jambo la msingi kabla haujapima, cha kwanza natakiwa relax na ujue ya kwamba hapa unafanya jambo la msingi la kujua status ya afya yako na sio kutisha nafsi yako. Kwa hivyo ondoa hofu, lakini pia kama unaona hauwezi kustahimili kusoma results, basi inapaswa kufika hospitali na ukafanyiwa counseling, ndipo upate kupima. Usipime tu peke yako nyumbani bila kufanyiwa counseling, kwa sababu inaweza ikakuletea madhara kwenye kusoma au kuyakubali majibu ya kipimo chako. Sasa tupate kurudi katika kipimo chetu au vipimo vyetu hivi vyote viwili ambavyo tumevipima hapa. Kwa kipimo cha kwanza kile cha SD BioLine ndio hichi hapa. Sasa hapa ukiangalia tumepata mstari mmoja
kwenye C kwa maana ya control. Hakuko na mstari katika namba 1 wala hakuko na mstari katika namba 2. Maana yake ni nini? Maana yake huyu mgonjwa wetu ambao tumepima hapa ni HIV negative. Kwa hivyo tunampongeza sana, lakini pia tunamwambia endelee kuchukua tahadhari angalau miezi 3 na baadaye apate kupima tena, na kama kitasoma tena hivi basi yuko salama, na aendelee kuchukua tahadhari kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali ikiwemo HIV. Lakini tulipata kupima pia kupitia kipimo chetu hiki cha Uni-Gold. Uni-Gold yetu ndio hii hapa, na yenyewe kama unavyoona iko na mstari mmoja katika C, kwa maana ya kwamba imekuwa ni HIV negative au tunasema ni non reactive. Sasa hii maana yake nini? Kwamba huyu mgonjwa wetu yuko salama, na kitu pekee tunaweza mshauri ni kuchukua tahadhari, kuzingatia kanuni za tahadhari, kutumia kinga, kuwa na mpenzi mmoja, lakini pia kuwa mwaminifu. Ndio hii, na yuko salama. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo tunafika mwisho, na session inayokuja tutapata kuonesha kipimo, aina za vipimo na ufanisi wake, na kulingana na guideline ya Tanzania ya HIV. Lakini pia tutapata kuangalia ufanisi wa kila kipimo. Je, ina ufanisi wa kiasi gani? Lakini pia nikukumbushe tu usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kama una mawazo yoyote labda unaweza kutoa maoni yako katika comment section, lakini pia unaweza kauliza chochote, tutakujibu kwa ufasaha kabisa na kwa kitaalamu. Lakini pia kama kuna jambo lolote hujapendezwa nalo unaweza katuuliza au ukachangia kwa kuacha comment yako hapo. Tuonane katika session inayofuata.